ndipo tuyaelewe maneno yako, tukujue, tukufahamu Mwokozi, hata katika mambo ambayo yatupasa kuyaendea na kuyatenda katika siku za mwisho. Tupe vipawa vya uwezo wa kuyajua maandiko na kuweza kuyatafasiri maandiko sawa sawa na neno lako. Ukatujalie Mungu wa Israeli kutupa pia neema ya kutenda sawa sawa na neno lako linavyotaka. Ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Amen. Tumpe Yesu makofi mazuri kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen, amen. Nawasalimu kwa jina la Yesu. Shalom. Sema basi shalom. Haleluya. Leo ni tarehe ngapi? Tarehe 2 Juni. Wow. Mwaka unaweza kumalizika haraka Si ni kweli? Tumeshafika nusu mwaka. Mwezi wa 6 huu. Wow. Kwanza niseme hivi, Mungu awabariki kwa kufika. Naona mmefika kwa viwango vya juu, mmefika wengi. Bwana Yesu asifiwe. Na jana tulikaa na viongozi wa kanisa, tulisema tutalianzisha darasa litakalo kwenda kutoa vyeti vya diploma mpaka degree kwa wale watakao kuwa wanahudhuria vipindi vya katikati ya wiki, hasa siku ya Jumatatu na Jumanne. Amen. Maana mafundisho tunayoyatoa yana uwezo wa kumsaidia mtu kuelewa kwa upana zaidi mambo yaliyo katika maandiko na kumwezesha kuwa mtu bora katika kanisa, mwili wa Kristo, hata baadaye kwa ajili ya uongozi wa kazi ya Mungu mahali. Amen. Kwa hiyo nataka nikutie moyo wewe unayetamani pia kuyajua mambo, usiache kuhudhuria kwa sababu itatusaidia. Tukimaliza mwaka tutajua ni wangapi ambao watakuwa ni walioweza kuhudhuria pasipo kukosa, na vipindi walivyovihudhuria ameweza kujifunza kitu gani. Sasa tukimaliza mwaka tutakuwa na graduation ya kumaliza wale watakao kuwa wamesoma. Amen. Na kuwapa watu vyeti. Hilo ndilo jambo tuliongea kama viongozi jana. Kwa hiyo tunatamani, kwa sababu wengi wanatamani kwa njia moja au nyingine wawe na chuo cha Biblia kwetu hapa. Na vyuo vya Biblia siku hizi vimekuwa kama, sio kama zamani lazima uende kalale shuleni ukasome ukiwa unakaa shuleni. Unaweza ukasoma ukiwa nyumbani, na wengine wanaweza kawa wanafundisha mara moja kwa wiki. Kwa miaka 2 mitatu wanafundishwa tu kwa wiki, unahudhuria labda kipindi kimoja au viwili. Na wengine hawahudhurii kabisa, wanapewa tu masomo, wanaenda kusoma nyumbani. Kisha wanakuja baada ya miezi 2 mitatu, wanakutana na wale viongozi wao au walimu, wanaanza kujionyesha walijifunza nini na kusoma nini na walichokielewa. Kisha wanapata degree na inakubalika kabisa. Amen. Sasa mimi kwa sababu ya ombi la watu wengi wanaotamani kufundishwa nyumba ya Abraham, masomo tunayoyatoa, tukasema basi masomo yetu tutayageuza kuwa darasa. Na lile darasa tutaliboresha zaidi kuwa darasa la kudumu na kuwapa watu vyeti watakaoweza kuhudhuria kipindi cha mwaka mmoja mzima ili kupata diploma au baadaye kupata degree kabisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo natamani nikuweke hivyo, na uongozi tulifikiria kwamba tulianze ile darasa mapema. Tulianze haraka. Tukataka tulianzishe leo kama rasmi, lianze kuanzia leo. Japo wengine mmekuja hamkujua hilo, lakini nitasema hivi. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa na mafundisho, basic courses, mafundisho yatakayoweza kumsaidia kwanza mtu kujua Ukristo. Amen. Kujua Ukristo kwa viwango vya uelewa. Mtu akikuuliza Ukristo wewe unaomwamini Mungu ni wa aina gani, utaweza kumwelewesha vizuri Ukristo ulionao. Amen.
pia tutakuonyesha huduma na vision na dreams katika huduma zinavyofanya kazi. Wito ni nini ndani ya mtu? Haleluya. Tutakuwa na hizo course ambazo zitakwenda kutufundisha aina mbalimbali za uongozi na maongozi ndani ya kanisa. Vitu kama leadership training tutakuwa nazo ambazo zitatusaidia. Alafu pia tutakuwa na mafundisho ya kuwafundisha watakaofundisha wengine. Amen. Tutakuwa na mafundisho yatakayetoka uwe na uwezo wa kuwafundisha wengine. Kwa hiyo tutakupa nafasi na wewe uwe mwalimu mahali fulani. Uwe na kikundi cha watu wako 2 mpaka 5 utakao wafundisha yale ambayo umejifunza, wakusikie, wakuelewe. Kisha utakuwa unaleta ripoti ya kwamba mimi ni kiongozi wa watu 5 na una majina yao na umewafundisha basic training ya Ukristo, leadership, imani na mambo mengine. Amen. Baada ya hapo, wale watu 5 wewe utawathibitisha ni wanafunzi wazuri kiwango ambacho umewakubali. Amen. Na wale watu 5 watafikia mahali na wao tutawapokea kama ni wanafunzi ambao wanastahili kugraduate. Naeleweka tu wa Mungu? Sijui kama nimeeleweka kidogo hiyo. Kwa hiyo tutakuwa na masomo ya kukufundisha wewe kama mmoja wa wanafunzi, mkufunzi. Naeleweka Mwanafunzi, mkufunzi. Utalazimu kuwa na darasa lako, iwe ni nyumbani kwako au umewatafuta watu utakao wataka wawe wanafunzi wa kusikiliza. Haleluya. Watu 2 mpaka 5 ambao wewe utahakikisha kwamba watahudhuria vipindi vyako utakavyowaambia. Utajua utakapofanya. Bwana asifiwe. Kwa kipindi cha miezi 3 mpaka 6 tunaweza tukafanya hivyo cha wanafunzi wako. Alafu utawakuja kuwaeleza viongozi, trainer wako kwamba mimi nimekuwa na wanafunzi wangu 1, 2, 3. Amen. Na tutakupa mbinu za kuwatengeneza, wa kukubali. Amen. Na kuwawezesha waje kukuona wakati utawaita. Angalau mara 1 kwa wiki uwapate. Bwana asifiwe. Sinaenda sawa Sema amen, amen. Itakuwa wewe ni mwanafunzi mkufunzi. Mwanafunzi mkufunzi. Mwanafunzi aliye mwalimu kwa wengine. Au mchungaji mshirika aliye mchungaji kwa fulani. Yaani una kundi lako unaliongoza kumjua Yesu 1, 2, 3. Utakuwa na masomo kama 3 kwa miezi 3 utakayowafundisha. Naeleweka paka hapo? Sema amen, amen. Tutakwenda pia kufundisha masomo ya uelewa wa mambo ambayo yako katika ulimwengu leo. Kujifunza basic training of technologies. Amen. Kwa sababu unapofika kwenye eneo la uongozi kuna vitu basic ambavyo vinahitaji lazima uvijue. Haleluya. Kwa hiyo tutakuwa na madarasa labda kwa mwezi, darasa 1 litakalo kuonyesha namna ambavyo ukiingia kwenye huduma unaweza ukaingia kufanya kitu fulani katika teknolojia ya kompyuta, kuandika, kuchapisha na kutuma barua na kusoma na kufungua barua. Amen. Kitu ambacho uwezi kuwa kiongozi alafu kufungua kompyuta uwezi. Itachekesha sana katika ulimwengu huu, unashindwa kufungua kompyuta, unashindwa kufungua mtandao, kuandika barua uwezi. Kwa hiyo tutakuwa na darasa maalumu la kitaalamu kwa ajili ya jinsi ya kutumia vyombo vya kisasa vya kiteknolojia. Bwana asifiwe sana. Kwenye kumaliza masomo kutakuwa na gharama zitakazo kwenda kutusaidia kutengeneza graduation.
Amen. Ambazo hatuna budi kama wanafunzi tutazichangia ili kufanya siku ya kumaliza kwetu iwe bora na yenye kufana. Tutatakiwa kuwa watu wa kujitoa, wenye hari na mori wa kutaka kabisa kuanza mpaka kumaliza. Uwe na commitment, uwe na moyo wa kujitoa kweli. Wakati mwingine itakuwa inachosha kwamba sina nafasi, lakini utajilazimisha. Bwana asifiwe. Isipokuwa kwenye hilo eneo, usipofanya hiyo, hautaweza kumaliza masomo. Itakuwa kama haina maana. Kwa mfano, kwenye nchi kama za Ulaya tulipoenda kusoma vyuo vya Biblia, vile vyuo vya kule mpaka leo, ukisema unaingia kwenye darasa, wakisema saa 11 kamili, wewe hakikisha saa 11 kasoro 5 umeingia darasani. Ukichelewa dakika 10 wanakuandikia haujahudhuria hata kama utakuwepo. So unaona hiyo na watakunyima usigraduate. Kwa kukosa tu kipindi fulani watakunyima usigraduate. Usipokee cheti. Yaani hiyo inaumiza sana. Si kwamba umefeli mitihani, umefeli muda. Muda nao ni moja katika training, ni moja katika shule. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na wakati wa commitment, kukubali mimi nimeamua nijifunze. Na mwaka nikimaliza nina diploma yangu au nina cheti changu au nina degree yangu. Haleluya. Eneo hili la sisi nyumba ya Abraham halihitaji wewe kuwa na qualification, uliwahi kuwa au umekuwa mchungaji au unataka kuwa mchungaji. Kila mmoja anaruhusiwa kujifunza. Amen. Uwe na wito, hauna wito, elimu ni muhimu kuwa nayo. Maana huwezi kujua kesho kutwa umepata wito, maana wito hatupewi na mtu. Mungu anaweza kukuita katikati ya safari. Amen. Humo ndani ukajikuta nimepata wito, nasikia. Na Mungu anaweza kukuita hata ukiwa mzee. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sio lazima uitwe na Mungu ukiwa mtoto. Musa aliitwa akiwa na miaka 80. Musa aliitwa na Mungu kumtumikia akiwa na miaka 80. Akiwa na miaka 40 alitaka kujaribu kuwakomboa wana wa Israeli utumwani, lakini Mungu alikuwa bado hajampa huo wito. Wito hasa wa Mungu na Musa alipokuwa anafanya kazi ya kuchunga wanyama, ana miaka 80. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Abrahamu anakuja kuitwa na Mungu, japo hakuwa katika hali ya kuhubiri, lakini aliitwa na Mungu akiwa na miaka zaidi ya 90, zaidi ya 80. Abrahamu. Kwa hiyo uzee sio tija. Mwanamke mwenye mama na watoto nyumbani sio tija. Kujifunza ni kitu ambacho haujui kesho itatokea nini, lakini umeshajiandaa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwenye hilo eneo tutaliangalia kuwa na commitment. Amen. Kuweza kuangalia masaa yako ya kujisomea mwenyewe, kujifunza mwenyewe. Amen. Ukiwa nje ya darasa. Maana tutakapokuwa tunatoa masomo, tunatamani na watu waende nyumbani wakajisomee. Amen. Kutatokea hiyo kwa sababu wewe mwenyewe unaweza ukajisomea. Kuna masomo tutakayoyatoa kwa njia ya simu, kwa njia ya mtandao, kwa njia ya message, wengine kwa njia ya WhatsApp. Bwana asifiwe. Na hayo masomo si kwa sababu ya sisi tu hapa, lakini tutakuwa na wanafunzi wa Kristo wetu au wachungaji mbalimbali au watu mbalimbali ambao sio wa nyumba ya Abraham watakaopenda kuwa wanafunzi. Tutakuwa tunatuma mafundisho kwa njia ya mitandao. Bwana asifiwe. Siku ya kuja kumaliza tutawaomba wafike wote waje hapa tulipo. Bwana Yesu asifiwe. Naeleweka mpaka hapo jamani? Sema amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Si ni sawa sawa nayoongea haya? Amen. Sasa katika siku hizi kuna vitu vingi vya kujifunza. Tutajifunza unabii. Tutakuwa na masomo kuhusu
biblical prophecy. Unabii ndani ya maandiko ni nini? Amen. Unalenga nini? Unamjengaje mtu? Unamwezaje kumsaidia mtu kuelewa unabii katika maandiko? Tutayafundisha mafundisho ya wokovu na imani, au imani na wokovu. Ni masomo kabisa. Kwa sababu kuna watu wengine anakuambia Bwana asifiwe lakini hajaokoka. Ni Mkristo lakini hajaokoka. Sasa tutawezaje kupambanua na kuweza kuweka bayana Ukristo huu tunaozungumza katika Biblia? Tunaozungumza Ukristo unaozungumza aliyezaliwa mara ya pili. Tutakuwa tuna masomo ya aina hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Sema amina, amina. Tutafundisha Mungu ni nani? Asili ya Mungu ni nini? Mungu yukoje? Bwana asifiwe. Maana mtu akikuuliza wewe Mungu ni nani, utamsema nani? Kwa hiyo tutatakiwa kujua the nature of God. Sema amen. Tutataka kujua pia mambo ya ndoa na familia kama viongozi. Kama one of the training, tujue maana ya kuwa na mme na mke na familia ni nini. Kwa sababu sasa hivi pia tuna Ukristo ambao ndoa haijulikani ni nini. Mme na mke ndani ya nyumba hawajulikani ni watu wa aina gani. Tutakuwa na mafundisho mengi ambayo yanaweza kawa nazungumza, kwa mfano uaminifu na pesa. Tunaweza kufundisha mambo ya mtazamo katika Biblia. Mtu anaposoma Biblia anapata picha gani aweze kuisema Biblia anayosoma au anayoamini, awe na uwezo wa kufungua vilivyomo mle ndani na kuweza kuvielezea katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Tutazungumza mambo yanaitwa maombi na maombezi. Prayer and intercession. Amen. Tutafundisha habari za Roho Mtakatifu na vipawa vyake. Sasa hayo yote ni masomo ambayo tutayapitisha kwa mwaka mmoja. Hayo yote yatapita kwa mwaka mmoja na Wakristo atasoma na atakwenda kumaliza baada ya mwaka mmoja. Amen. Tutazungumza mambo ya mifano yaliyoandikwa ndani ya maandiko. Kuna vitu ambavyo viko kwenye maandiko lakini vimefichwa, viko kwenye mafumbo. Tutafumbuaje mafumbo yaliyoko kwenye Biblia? Tutajuaje fumbo hili lina maana fulani? Amen. Tulipokuwa tunakuja, mtumishi wa Mungu Mali akaniuliza swali, akaniambia, mtumishi, hivi wakati Yesu anasema ni vigumu kwa tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni, lakini ni rahisi kwa ngamia kupita katika tundu la sindano, je, hiyo lugha ya sindano ni sindano kabisa au ni nini? Sasa vitu kama hivyo vitakwenda kutusaidia tukiweza kukaa na kujifunza, hata tuweze kumsaidia mtu atakayetaka kuelewa tunachojifundisha. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana sana jamani, watu wa Mungu? Sema basi amen. Tutakuwa na vikundi vya majadiliano. Wakati mwingine tutatengeneza topic za kukaa na kujadili, labda vikundi 3 4. Tunataka topic hii muijadili, alafu muje mtuelezee. Mnachagua mtu mmoja anakuja kuielezea hii picha ya sura hii na mtazamo katika maandiko tuliyosoma, tukaongea, tumepata maana ya hili nambo. Basi unatusikilizisha, tunakusikiliza, tunasema hapo Bwana umeleta kitu kizuri, tumekuelewa vizuri. Amen. Haleluya. Sema amen, amen. Mwisho kabisa tutatoa nafasi ya watu kuwa na wakati na majira ya kwenda kwenye huduma practically. Yani tutakupa tu nafasi, nenda kahubiri mahali, nenda kafundishe mahali,
tunakupeleka mahali fulani, tusikie ripoti kutoka kwa mwenyeji wako kule, huyu bwana aliyekuja kafundisha somo hili na amefundisha vizuri. Amen. Bwana asifiwe. Mko tayari kwenye hilo pia? Janje, uko tayari tukupeleke Mererani uchape gospel pale kwa mzee Musa, alafu tupate ripoti kutoka kwa Musa? Mzee Matias, uko tayari tukutume? Ya, unafundisha alafu unafika mahali tunasema tunakupeleka Simanjiro. Nenda Tarime kwa Askofu Musa. Nani? Marco. Amen. Unapanda gari hapa kabisa kama mhubiri, kama mishonari, unaweka na suti yako na kiatu chako, tunakuangalia alisimama akiwa vipi. Kwa mfano jana tulimwona mzee wetu Daniel, tulipomwambia atafundisha somo la sadaka. Amen. Nilimwambia mke wangu, sijamsikiaga huyu baba, ngoja nikamsikie. Lakini alikuja, alipendeza. Yaani ile tu nikimwangalia kapiga suti, koti zuri, shati safi, tai imenyoka, kavaa vizuri na kiatu kimepigwa rangi. Yaani ile appearance tu ya kusimama mbele inakuvutia kumsikiliza huyu mtu. Amen. Haleluya. Usikubali kuvaa kama mimi wakati unatumwa. Maana hapa mimi naonekana kama mfanyabiashara. Sawa Wakati unafanyiwa assessment usiende hivi. Nenda kama mtu ambaye unataka wakusikiao wakupokee kama preacher. Amen. Haleluya. Kwa mfano, shule ya Biblia ndio soma Marekani, uruhusiwi kuja shuleni bila suti. Yaani kila mkija darasani lazima umevaa tai na suti. Ukija hujavaa suti uingii. Na umeshajionyesha wazi huna nidhamu. Sasa hiyo nayo ilitusaidia sana kutudiscipline akili zetu kujielewa kwamba smartness ni sehemu ya utumishi. Haleluya. Sema amen, amen. Lakini ukikaa kwenye chuo cha South Africa hata kwenda kanisani anaenda na kaptula. Wa Marekani hawezi. Kwa hiyo tutakuwa na shule inaitwa shule ya Beit Abraham School of Training au chuo cha mafunzo. Amen. Ya uongozi. Haleluya. Bwana asifiwe. Tuko sawa sawa Kwa hiyo hii leo tu natoa introduction kwa sababu kuna wengine tuko nao jana, ili sasa niingie kwenye kufundisha kidogo, mfundishe somo fulani. Tunaenda sawa? Bwana Yesu asifiwe. Tutafundisha pia kitu kingine nimesahau kuambia, tutafundisha jinsi ya kujiandaa ukipewa somo la kwenda kufundisha. Utakapokuwa unasimama, unafundisha, unaongea, usitoke kwenye lile somo. Amen. Usitoke nje ya somo lako. Kwa mfano, Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi hapa naweza nikamnyanyua mtu hapa, hebu njoo hapa mbele tusaidie kutufundisha jambo. Unakuwa uko tayari. Yaani hiyo haikutishi. Tufundishe habari ya maombi. Yaani wewe uko sahihi hiyo, automatically kichwa chako umejaza elimu kuhusu maandiko na nini maana maombi. Hiyo ni muhimu. Uwe na maandalizi yanaitwa wakati unaofaa na wakati usiofaa. Kuwa tayari. Haleluya. Sema amen. Ni sawa sawa, ninaenda vizuri? Nimeeleweka kidogo? Sema amen, amen. Haleluya. Kwa ufupi leo natamani tukajifunze kitu fulani. Amen. Hebu fungue pamoja na mimi kitabu cha Mathayo. Mathayo sura ya 6. Mathayo. Haleluya. Watu wa Mungu mpo? Bwana sifiwe. Hebu kwenye Mathayo 6
Nataka niangalie kuanzia mstari mdogo wa 9, wa 8, lakini mstari wa 9 unaanza hivi. Amen. Wanafunzi walikuwa wanafundishwa na Yesu jinsi ya maombi. Haleluya. Yesu alikuwa anazungumza hapa nyuma swala la kuomba, msalipo na nini, mtakapoingia na kuomba msipayuke bali msifanane na hao maana yenu. Mstari wa 9 anasema bali ninyi salini hivi. Amen. Sasa nataka tusome kidogo. Bali ninyi salini hivi. Neno salini hapa juu, msalipo. Sawa Salini au msalipo. Ndugu zangu, hii ni lugha ngumu sana usipopata tafsiri yake. Neno kusali sio kuomba. Mnanisikia Sio kuomba. Kuomba ni kitu kingine na kusali ni kitu kingine. Kusali ni kujikaririsha maneno. Mnanielewa Kusali ni kujikaririsha maneno kila wakati, hayo hayo. Hayo hayo. Hayo hayo. Hubadilishi. Maneno hayo hayo ndio utakayokuwa unayarudia. Salamu Maria, umepewa neema, Bwana yu pamoja nawe, na uzao wa tumbo lako umebarikiwa. Unarudia hayo hayo. Ile ndio inaitwa kusali. Unanielewa Bwana asifiwe. Neno kuomba ni kitu kingine, kusali ni kitu kingine. Kuitwa intercede, kuomba kwa ajili ya mwingine ni kitu kingine. Kwa hiyo kwenye eneo la kusali, salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, ufalme wako uje, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Yesu alikuwa anatengeneza mfumo wa Wayahudi waliozoea katika marudio. Wayahudi wana marudio. Kwa mfano, wakianzisha gasala, Wayahudi wana sala yao ya kuanzisha kutoka kwenye amri ya kwanza. Amri ya kwanza inasema, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni mmoja, Bwana Mungu wetu. Bwana Mungu wetu, Bwana Mungu wetu ni mmoja. Hiyo tu. Kwa hiyo anapoanza kufungua ibada wanasema sikia Israeli, au wanasema Shema Israeli, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Kwa hiyo Wayahudi wanaanza sala ya hiyo. Kila mmoja akianza sala anarudia hilo andiko. Sisi Israeli tumeamriwa na Mungu tuwe na uwezo wa kusikia. Amen. Sasa hiyo sala ya kurudia ni sala ya ukumbusho, ambayo itakusaidia ukiingia katika kutafakari uungu wa Mungu. Kwenye hiyo sala itakupeleka kujua kwamba uungu wa Mungu katika maisha yako uko kwenye eneo lipi. Kwa hiyo Israeli yoyote anaambiwa usianze sala bila kuwa na amri ya kwanza. Usianze maombi, usianze ibada kuwa na amri ya kwanza. Kwanza lazima itishwe kwanza. Anasema Shema Israel Adonai, Shema Israel Adonai Eloheinu Shalom Echad Adonai Echad. Sasa ile wakishasema hivyo, Waisraeli wote wanapata sasa tunaanza ibada. Sasa ni marudio. Makanisa mengine wana hiyo pia. Si sawa sawa jamani Kuna makanisa yanayo maombi ya marudio. Sasa maombi ya marudio ni eneo la kukutafakarisha, kuutambua na kuelewa uungu wa Mungu kwenye maisha yako. Kwa mfano, Yesu alitupa kujitafakarisha kwamba tunaye Baba. Tunaelewana watu wa Mungu? Tunaye nani? Ameanza na lugha Baba.
Katika fundisho la Wayahudi hawajawahi kuwa na mazoea ya kwamba Mungu atamwita baba. Ilikuwa ni somo gumu kwao. Lakini sasa ili kumleta Mungu awe karibu na mtu katika Israeli, Mungu aliogopewa na kuogopewa kuonekana kuwa karibu na mwanadamu kwa sababu ya utukufu na uweza wake ulivyo mkubwa, na sisi ni wenye dhambi. Lakini Yesu akataka iondoke hiyo topiki, iingie picha nyingine ndani ya wale wanaomsikiliza au wanafunzi wake, kwamba huyo ambaye wengine umeogopa na kumkaribia, huyo ni baba. Na kama yeye ni baba na wewe ni mwana, basi lazima kujengwe kitu katika ufahamu cha kukutafakarisha, ni naye wa kuongea naye kama baba bila uoga. Si mnanielewa lugha hii jamani? Bwana asifiwe sana. Sasa alipoleta lugha ya baba, utagundua kwamba wengi walimgundua anamsema Mungu ni baba. Amen. Lakini kwa ukaribu wa kuonyesha kuna uhusiano kati ya yeye na baba kwa kitu kimoja. Unanielewa? Yesu hata yeye mwenyewe anasema tuonyeshe baba, akasema ala, jamani, aliona mimi amemwona baba. Kwa hiyo anamleta baba kwa watu waliokuwa mbali na Mungu kwa hofu, kwa sababu alikuwa Mungu ni mwenye hukumu, ni mwenye hasira, wala hachezi na mtu mwenye dhambi. Lakini baba anaweza akakumbuka na akakurehemu, akakusamehe, akakuona wewe ni mwanae wa thamani kuliko wingi wa dhambi yako. Tunaenda sawa watu wa Mungu Jamani, sisi wote kama wazazi, ule ukaribu wa kuwa mzazi, baba au mama, kwa mtoto, ukali wako wote unaishia kwenye upendo. Si ndio? Ndivyo ilivyo. Ukali wote wa hasira ulionayo kwa mwanao unaishia kwenye upendo. Kweli au sio kweli? Nikuulize kama ni kweli au sio kweli. Kwa sababu gani? Uwezi ukamkasirikia mwanao mpaka ukasema hata kaburi langu asikanyage kuliona. Uwezi. Haleluya. Kuna watu na watoto wao wanafika mahali wanagombana, lakini mzazi anabaki kuwa mzazi. Upendo wake kwa mwanae bado upo. Hata saa nyingine anaweza kauficha kwa watu, yule mtoto amenikasirisha, lakini huku ndani kunamwambia I love my son. Nampenda mwanangu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kama mwanadamu, Yesu alitaka Mungu arudi kukaa na watu kama baba. Sasa ndo somo linaanza kwa Yesu alipokuja duniani, akataka tumuone Mungu kama mzazi wako wa karibu. Bwana asifiwe. Lakini vile vile akati anamtambulisha baba kwenye sala, ili usimsahau kumtafakarisha mtu na kutaka kujua uwepo wa baba kwenye maisha ya mtu ni wa muhimu. Tunaelewa sawa jamani? Uwepo wa nani? Wa baba kwenye maisha yako ni wa muhimu. Kwa hiyo unaposali sala ya kusema najikaririsha, karirisha fahamu zako, zikumbushe fahamu zako ule ukaribu wa umuhimu kati ya wewe na Mungu, sio uadui kati ya wewe na Mungu. Na kwa sababu watu wanamuona Mungu ameshika fimbo ya chuma, hana mchezo na wewe, atakumaliza. Yesu aliondoa hiyo, akamleta baba. Akamleta nani? Akamleta baba. Haleluya. Unajichafua, baba atakuosha tu, atakuvalisha nguo tu. Unaonekana zezeta, atakupeleka shule tu. Yani baba na mwana hawaachani. Sasa tukisema tunaanza kujifunza masuala ya Mungu, tunajifunza katika asili gani? Tunaenda sawa?
Sema amen, amen. Alafu anatoa picha ya katika eneo la Baba. Anaishi eneo lipi? Uliye mbinguni. Amen. Ananyosha address uliye mbinguni. Mbinguni ni eneo la utawala, pakiti chake cha enzi. Sema amen, amen. Ni eneo la utawala, pakiti chake cha enzi kukuhudumia wewe. Naeleweka lugha? Hii ni lugha ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen, amen. Okay. Wakati Mungu anatamkwa ni Mungu wa mbinguni, anazungumzwa katika eneo la utawala wake. Amen. Kwenye eneo la utawala wake Mungu anaonyesha anahusika na wewe. Sema amen. Hebu sema Mungu anahusika na mimi. Kwa nini katika utawala wa mbinguni? Ni kwa sababu uungu wake katika mbingu ndio unaotawala vyote vinavyoonekana. Vyote vinavyoonekana. Ndio maana anasema hivi, Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Hilo eneo analileta kuliingiza ndani ya mtu analo jina. Bwana asifiwe. Analo jina. Na anaposema litukuzwe, ndugu yangu, ni kwenye eneo la mazingira ya kwako wewe. Watu wakikutazama, yule Mungu unayemsema anatukuzwa. Sema amen, amen. Sifa ya Mungu itoke kwako. Watu wamseme Mungu kwa sababu wanakuona wewe. Yule Mungu anayeabudiwa na fulani, hakika yule sio Mungu wa kawaida. Mungu anatukuzwa. Watu wakikuona wayashuhudie maisha ambayo Mungu unayemtaja kwa jina lake. Haleluya. Unayemtaja kwa jina lake. Sasa jina lake hilo unapolisoma ni nani? Unaenda kule kwenye Wafilipi na unaenda kwenye Yohana 17. Unapoenda kwenye Yohana 17 anasema hivi, lile jina lako Baba ulionipa nimewapa wao. Amen. Tunaenda sawa eh? Jina lile lako wewe Baba umenipa mimi, na kwa jina lako nimewalinda na sikumpoteza hata mmoja. Na kwa jina hilo ulionipa nimewapa na wao. Maana kwenye jina lako Mungu ndipo mahali unapotukuzwa. Watu wa Mungu tunaelewana? Kwenye jina lako, kwa mfano yule jamaa aliyekuwa kiwete kutoka tumboni, alipokuwa anaomba sadaka kwa Simeoni na Yohana walipokuwa wanaingia hekaluni akitaka asaidiwe, wakamwambia sisi hatuna fedha wala dhahabu, lakini tulicho nacho ndicho tunachokupa. Tulicho nacho sisi, ndani ya hilo jina kuna wewe kitu utakachokipokea. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Yule bwana, hebu soma hiyo kitabu cha Matendo ya Mitume 3. Haleluya. Sema amen, amen. Matendo ya Mitume sura ya 3. Nianze mstari wa 6. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho mkupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Huyu ni kiwete tangu tumboni mwa mama yake. Amen. Fikira, akili,
hisia yeye ni maskini na hakuna uwezo mimi wa kufanya kazi nikafanikiwa. Hiyo iko ndani ya yule mtu, kazaliwa nayo. Alafu anaambiwa sisi hatuna kitu cha kukupa kama fedha au dhahabu. Kwa mantiki kwamba sio Petro hana pesa, sio Petro hana uwezo wa kumpa uchumi akampa hela, lakini kinachomshika mtu huyu katika ulimwengu wa tangu tumboni ni umaskini alionao kwenye fikra zake. Amen. Sasa kumtoa kwenye huo umaskini, lazima nilitumie jina la Yesu. Amen. Sasa anampa kilicho bora kuliko fedha na dhahabu, ili ajielewe yeye hata kuomba tena. Haleluya. Ndio anamwambia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama. Simama ni eneo la position. Ni eneo is a position area ambapo utasimama na utaenda, lakini kwa nguvu itakaye kuja ndani yako kukuondoa hapa kuwa maskini. Lugha inaeleweka? Sema amen, amen. Hebu sema kusimama na kwenda ni lugha ya kuniwezesha nijitambue mimi sio masikini wala ombaomba. Amen. Sema tena, kwa kisingizio ya kwamba nimezaliwa maskini. Tunaelewana eh? Kuna connection kati ya wewe unachokisema ndicho kinachokutawala. Kile unachokisema ndicho unachokiishi. Sasa mimi sio maskini, hauwezi ukaondolewa hata wewe ukiwa maskini, huwezi ukaondolewa umaskini huo hata tukikupa pesa. Lakini ufahamu ukiondolewa umaskini, hata nisipokupa pesa, utajiri utatokea ndani yako, kwa sababu akili wakubali mimi sijazaliwa maskini. Sasa Petro hakushughulika na miguu, alishughulika na roho iliyozaa mtu huyu ikamuondoa. Kwa hiyo kitendo cha kuinuka miguu kilimpelekea huku chini. Sikiliza hii lugha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sema amina. Huku chini mstari wa 10. Mstari wa 10. Matendo ya Mitume inasema hivi: wakamtambua ya kwamba yeye ndiye aliyekuwa ameketi na kuomba sadaka penye mlango mzuri wa hekalu, wakajaa ushangao, wakastajabia mambo yaliyompata. Kiswahili vizuri kabisa. Ndio maana pale Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Wow. Hapa kuna jina. Amen. Na huyu mtu kwa sababu ya lile jina, hawa watu wamebaki wakiwa na mshangao, wakisema hivi, wakistajabia mambo, sio jambo la kiwete kusimama, mambo yaliyompata. Tunaelewana watu wa Mungu? Sema amen, amen. Wakijawa na mshangao sana. Kuna Mungu aliyeonekana kwa huyu mtu zaidi ya uwete. Bwana asifiwe. Kule chini Petro anazungumza kabisa. Mstari wa 12. Petro alipoona hayo aliwajibu wale watu. Hebu mstari wa 11. Basi walipokuwa wakiwashika Petro na Yohana, watu wote waliwakusanyikia mbio katika tao lile liloitwa tao la Sulemani, wakishangaa sana. Yaani watu wameanza kuodua, Petro na Yohana ni binadamu au sio binadamu? Hawa sio viumbe hawa, wamewezaje kumfanya huyu mtu jamaa amekuwa hivi? Ile wanakaa kwa kuwaogopa. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Amen. Haleluya. Tunaona hiyo lugha eh? Kwa hiyo tunataka Mungu atukuzwe kwako. Sema amen, amen. Jamani sema amen. Sema kwa sauti amen. Sijui kama ni mimi naona lugha gani nasemea, lakini Mungu atukuzwe kwako.
Petro akasema, we mbona mnatushangaa hapa? Anasema mstari wa 12, hata Petro alipoona hayo akawajibu wale watu, enyi Waisraeli, mbona mstaajabia haya, na mbona mnatukazia macho sisi, kana kwamba tumemfanya mtu huyu aende kwa nguvu zetu? Sisi mnatukazia macho kama sisi ndio tumemfanya huyu mtu atembee. Sio sisi bwana. Ni nani sasa? Au kwa sababu ya utauwa wetu sisi? Mungu wa Abrahamu na wa Isaka na wa Yakobo, Mungu wa baba zetu, amemtukuza mtumishi wake Yesu, ambaye ninyi mlimsaliti na mkumkana mbele ya Pilato, na alipokuwa ametoa hukumu yake afunguliwe. Anasema, bali ninyi mlimkana yule mtakatifu, yule mwenye haki, mkataka mpewe muuaji, mkamuua mkuu wa uzima, ambaye Mungu amemfufua. Sikiliza hii lugha ya ajabu sana. Petro alihubiri vitu ambavyo ni vigumu kuvisikia kirahisi ukavielewa. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Sikiliza hii lugha. Inasema hivi: Mungu wa Abrahamu na Isaka na Yakobo, wa baba zetu, amemtukuza mtumishi wake. Neno mtumishi wake Yesu ni mtumishi. Amen. So unaona hiyo lugha unaiweka pembeni, unafikirisha fahamu zangu hivi. Okay, Yesu alikuwa ni mtumishi, all right, ambaye ninyi mlimsaliti mkamkana mbele ya Pilato, alipokuwa ametoa hukumu yake afunguliwe. Bali ninyi mlimkana yule mtakatifu, mkubwa mtakatifu. Amen. Sema amen, amen. Eka hiyo mtakatifu, yule mwenye haki, mkubwa, sio mdogo. Amen. Sema amen, amen. Mkamtaka mpewe mtu ambaye ni muuaji. All right. Mkamuua yule mkuu wa uzima. Unaona hiyo lugha ilivyo ngumu? Jamani. Eti leo mtu ajaribu kutengeneza feni. Au niseme lugha gani sijui. Pazia la kuzuia jua lisitoe nuru. Mkamuua mto uzima. Mkamuua yule mkuu wa uzima. Mkamuua mtu mwenye yeye ndio uhai. Yeye ndio is a living, yeye ndio uhai. Yeye ndio pumzi. Yeye alikuwa anazungumza Mungu aliyevaa mwili. Amen. Sema amen, amen. Anasema 16, na kwa imani katika jina lake limemtia nguvu mtu huyu mnayemuona na kumjua. Imani ile iliyo kwake yeye imempatia huyu uzima huu mkamilifu mbele ya ninyi nyote. Jina lake. Jina lako litukuzwe. Liwapi litukuzwe? Linatukuziwa wapi? Watu waone matendo ya Mungu maishani mwako, waweze kusema hakika hapana mwingine zaidi ya yule anayeitwa Mungu ndani ya mtu huyu, anayetenda mambo makubwa. Bwana asifiwe sana. Sema amen, amen. Haleluya. Anasema kwa imani katika jina lake, maana tunaamini katika hilo jina. Jina lake limemtia nguvu. Jina lake lina nguvu. Amen. Jina lake limemfanya huyu mtu mnayemjua na mnayemfahamu kumpatia, sio nguvu tu, kumpatia nini ni jamani? Kumpatia uzima. Sio uzima tu, mtimilifu. Yaani hapo sio jamaa ametoka tu miguu kiwete. Hapana. Kuna supernatural power. Amen. Ambayo ukiona utaigundua huku juu yule mtu wakati anaingia hekaluni. Kitu kilichompata. Kwa tunaposoma Baba yetu uliye mbinguni, ni relationship. Uhusiano. Unajikaririsha, unasali, lakini ili ujitafakarishe, ujijue katika kuishi kwangu ninaye Baba. I have a Father.
Haitakuopa ugumu kusema naye wakati unatembea, wakati hujalala, wakati unaamka, ukiwa kwenye ndoto. He is your father. Ni baba. Huyo hatishi, huyo haogopeshi, huyo ananipenda, ananijali, ananiondoa katika mawazo ya kuanguka, ananiweka kwenye mawazo ya kutawala. Haitakaa hata siku moja Ukristo wako ukarudi kwenye hasili ya gano la mauti. Ukishakuwa na huyu baba, uwezi. Ukishakuwa na hilo jina lake, uwezi ukaibika. Uwezi. Forever and ever. Hili jina linakutia nguvu. Hili jina linakupa uzima mkamilifu. Hili jina linakuweka mahali ambapo waliokudharau wakikuona chini, watakuona umeinuka na umesimama na unaenenda katika nguvu zingine ambazo hazitakuwa zimetoka kwa mtu. Ni ajabu. Hebu tujitafakarishe. Uwe na sala ya kujitafakarisha. Uwe na yale, nikisema sasa maombi mtawachanganya. Sala. Haleluya. Kwa mfano ndugu zetu wa Katoliki wana sala yao ya Mariamu. Wanajitafakarisha mama wa Mungu. Haleluya. Wamekaa hapo. Yani waambi Mkatoliki huwezi mwambie chochote kuhusu Maria bwana. Huwezi. Umepewa neema. Utuombee sisi wakosefu na saa ya kufa kwetu. Jamaa anaisali sijui mara ngapi kwa siku Maria. Unamkuta ni baba na ndevu kama mimi, anasali sala Maria na usimhukumu. Amejitafakarisha mama alivyobeba mimba ya Yesu. Mama Mungu, wewe ukiongea na mwanao atanisaidia. Haleluya. Hebu nikuulize, wewe una sala gani ya kujitafakarisha? Yesu amenipa hii moja hapa. Nijue nina mtu ambaye is not my enemy, is my father. Ni baba yangu hasa, na yeye anakaa katika utawala, anamiliki katika ulimwengu wa roho. Vyote vilivyoko katika mwili, vyote ni mali yake. Haleluya. Hapa let me tell you this. Hakuna kushindwa ukiwa huyu baba yupo. Hamna kushindwa. Hamna. Na anaposema nitakuwa pamoja, sitawaacha yatima, anamaanisha is a father. Huwezi kuwa yatima maadamu nipo. Na kama nipo, hakuna wa kukonea, hakuna wa kukutesa. Mimi nitakuwa mpiganaji wa kwanza wa vita vyako. Wewe hautapigana, wewe utanyamaza kimya, nami nitakupigania. Is a father. Sema amen, amen. Tuishi na Mungu katika mahusiano, sio katika fellowship. Fellowship ni warafiki, lakini mahusiano ni damu. Ni damu. Baba ni damu. Tunaelewana watu wa Mungu? Baba ni nini? Baba ni damu. Jamani, mimi naangaliaga picha za watoto wangu. Mama hata siponiambia na watoto wangu, sinaangalia. Damu yangu hii. Hana haja kuniambia baba, unamwonaje mwanao? Si anafanana na wewe? Ninamwangalia jamaa, ana ndevu kama zangu, ana macho kama yangu, anaongea kama mimi, sauti kama mimi, miguu kama mimi. Hiyo ni damu iliyonizaa. Tumezaliwa tunaye baba, hatujazaliwa watu wasiokuwa na baba. Tunaye anayeishi ndani yetu, anayesema sitakuacha, sitakupungukia, nitakuwa pamoja na wewe siku zote. Ule ni uhusiano. Tuishi tukitambua tunatembea na yeye na jina lake. Wa Filipi sura ya 2 nimalizia hapa. Unajitafakarishaga wapi? Saa nyingine mimi najikuta tunasaligi baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Nikifika hapo tu naanza kucheka mwenyewe, nasema ngoma imekubali hapa. Mungu amenipa jina.
Kwa jina langu mtatoa pepo, kwa jina langu mtaweka mikono juu ya wagonjwa, kwa jina langu mtashika nyoka, hata mkila kitu cha kufisha hakita wazuru. Tunalo jina lilopita majina yote. Sasa utaniambia niishi maisha gani? Na kati najitafakarisha kila siku. Najitafakarisha kila siku. Baba yetu leo, jina lako utupele riziki yetu. Yani nimeshagundua chakula kipo tap. Unilinde na huyu. Haniwezi, ananilinda na yule jamaa hata nikaribia. Yupo hapo kwenye kujitafakarisha. Hawezi niruhusu niingiliwe na vita vya majaribu. Adui akajitukuza na adui akaimba huko barabarani, Abshalomu nimemweza. Hawana uwezo, maana ninamjua kwa kujitafakarisha. Yupo pamoja na mimi, na unilinda na adui hata niweza. Ndugu yangu, hawakuwezi. Sema amen, amen. Tusome Wafilipi kwa sababu dakika zimebaki 3 za kumalizia. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 9. Tena kwa hiyo Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni, kwenye utawala wa rohoni, mali viti vya enzi vya Mungu vinapotawala. Jina hilo liko huko kwenye kiti cha enzi kwa vitu vya mbinguni na hapa na chini ya nchi. Wameru wanasema kiamu madini, Wamasai wanasema torono. Hero imekuwa mbaya. Huko juu katika ulimwengu wa roho mbinguni, na chini duniani kwenye ulimwengu wa mwili, na chini ya nchi kwenye ulimwengu wa giza. Hilo jina limepita liko ndani yangu. Kwa jina hilo anasema hapa, ili kwa jina hilo la Yesu kila goti kila goti lipigwe. Sema amen, amen. Kila goti. Na mimi nakwambia hivi, lile jina Baba ulionipa nimewapa wao, na lolote watakaloliomba kwa jina hilo watapewa. Haleluya. Yani hapa kila kitu chenye asili ya adui kunifuatilia maishani, kwa jina hilo huyo ndiye atapiga goti mbele yangu. Vita hivyo wanaotaka kuvitengeneza kwa jina hilo, na vigeuza hivyo vita wapigane wao kwa wao, kama wakati wa mfalme Yehoshafati wakamalizana. Kwa jina hilo watapambana wao. Alafu mimi nitaimba wimbo, nimemuona Bwana anapendeza. Haleluya. Wameru anasema nudede. Ni kweli kweli jamani, yes, ni kweli. Anamalizia anasema, kwa jina hilo la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu. Amen. Kila kinachoishi katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili kinajua wewe unaye Baba. Tunaenda sawa? Hebu pata sala ya kujitafakarisha kama hii. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alitengeneza sala akiwaambia Israeli, Shema Israeli, sikieni ya Israeli, Bwana Mungu wetu ni mmoja. Bwana Mungu wetu, Waisraeli wanamwogopa. Maana yule Mungu anasema atalipiza kisasi juu ya wana wenu kizazi cha 3 hata cha 4. Israeli anaiogopa Sabato, akivunja najua ameisha. Sisi tunajua tumempata Baba, Sabato imeingia, imekuja ili tustarehe. Sasa tunastarehe wapi? Hatuingii kwenye hofu, tunaingia kwenye raha. Tunaingia mahali anasema nami nitawapumzisha. Hiyo Sabato ni raha, sio hofu kwamba tutamalizwa na fimbo ya Mungu. Tunaye Baba. Hajashika rungu kwamba nimeweka mguu wangu
nje ya Sabato. Amesema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jifunzeni kwangu, maana mimi ni mpole. Unasikia sifa yake kule Agano la Kale, mzee, usipofanya hivi laana hizo zote zitakujilia. Hapa anasema mimi ni mpole na mnyenyekevu, na mzigo wangu ni mwepesi na nira yangu ni laini. Wow, utaniambia nimwache huyo Mungu? Utaniambia namuogopa tena kwa sababu hiyo? Naogopa Jumapili hii anaweza nisiende kanisani akanipiga nikapata ajali barabarani. Hamna, hawezi kunipiga, maana Mungu hayuko Jumapili wala Jumatatu wala Jumanne. Mungu anakaa ndani yangu, ninaishi naye. Kwa hiyo siishi naye kwa fellowship, naishi naye kwa relationship. Naishi naye kwa mahusiano, siishi naye kwa fellowship. Fellowship imeleta vikisasa sana. Ndio maana umegongwa na gari. Mungu hawezi fanya hivyo kwa mwanae. Ni nani kati yenu aliye na mwana ambaye akimwomba mkate atampa jiwe? Au akimwomba samaki atampa nge? Kama ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni akawapa ninyi vipawa vyema? Mungu hawezi niekea nyoka nigonge njiani, hawezi. Ila anajua nimekosea, anatuma malaika, atavaa punda sura, atanizuia barabarani. Unaenda huko, kuna shetani yuko hapo njiani, atakupiga, pita huko. Punda atapiga kelele, huyu punda anaongea kama binadamu. Mlevi atakusaidia kuliko nikagongwe na gari barabarani. Hello? Kwa sababu kuna sauti zingine tunaweza tusizielewe. Mungu anaweza kafungua sauti ya mnyama akaongea kama wewe, akaongea kama mlokole, kumbe ni punda. Na ukakumbuka, hii njia naendea, kumbe hapa sistahili. Na kweli ukakwepa hapo, ukasikia sio waliopita pale, la afadhali hujaenda. Unakumbuka kumbe yule jamaa aliongea na mimi kama mlevi, kumbe ni punda. Mungu amemleta akavaa vazi lingine. Mungu yuko upande wako, anaitwa Baba. Simama kwa miguu yako, twende tumalize. Mpigie Yesu makofi mazuri. Na mimi natamani uwe na sala, nataka uwe na nini? Na eneo la kujitafakarisha na kuliongea kila wakati. Sijui kama umeelewa hiyo lugha yangu. Kama umenielewa sema, Bwana Yesu, ninakupenda. Sintaweka kinywani mwangu neno la hofu na mashaka tena, maana nimejua ninaye Baba anayenijua kwa mahusiano, wala sio urafiki tu, lakini ni damu. Asante Bwana Yesu, umenipa jina lako. Vitu vyote vitasikia vilivyoko katika ulimwengu wa roho, ulimwengu wa giza na ulimwengu wa mwili, katika jina la Yesu, amen. Tutoe matoleo yetu na sadaka yetu, mkapate muda wa kujitafakarisha wenyewe. Usipompata muda wa kujitafakarisha, shauri yenu. Yani uwe na kitu cha kumemorize. Ndo sala, memorize the goodness of God. Mkumbuke na kutafakari na kujitafakarisha kila wakati mema ya Mungu. Nimeeleweka? Basi mmebarikiwa.